Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu tena katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Riyami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote naangazia muhtasari wake. TAKUKURU mkoa wa Mara yaokoa zaidi ya shilingi milioni 49 zilizotakiwa kulipwa fidia kwa makaburi hewa 123 kata Nyantwari wilayani Bunda. Zaidi ya shilingi bilioni 28 kujenga kituo cha upandikizaji figo katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Katika habari za kimataifa, Amnesty International yaituhumu M23 kwa uhalifu wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kapu la habari linaanzia mkoani Mara. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU katika mkoa wa Mara imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 49 zilizotakiwa kulipwa kama kifuta machozi kwa wanufaika wa makaburi hewa 123 kupitia zoezi la uhamishaji makaburini kwa wananchi wanaopisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kata Nyantwari wilayani Bunda mkoani Mara. Rajab Shaban Mtuga anaarifu zaidi. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo katika kipindi cha robo ya mwaka, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Mohamed Sharif amesema kati ya makaburi hayo hewa 123 kila kaburi lilitakiwa kulipwa kiasi cha shilingi 400,000. Uchambuzi wetu ulibaini kuwa katika hatua ya uthaminishaji, makaburi hayo yalithaminishwa kwa namna yalivyotambulishwa na kuonekana kuwepo, na sio kwa wathaminishaji kujiridhisha na kuwepo kwa miili ndani ya makaburi yale. Kwa kasoro hiyo, tulishauri mamlaka ya ulipaji fidia hizo isilipe fidia kwa makaburi ambayo hayataonekana kuwa na mabaki ya miili wakati wa zoezi la uhamishaji makaburi litakapokuwa linafanyika. Utekelezaji wa ushauri wetu huo ndio uliowezesha kupatikana kwa makaburi 123 hewa ambayo hatimaye wanufaika wake hawakulipwa fidia ya shilingi milioni 49 na 200,000. Aidha, katika hatua nyingine, TAKUKURU mkoa wa Mara imefanikiwa kudhibiti zaidi ya shilingi milioni 21 za mradi wa ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda unaotekelezwa kwa awamu ya pili. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa na kuanzishiwa mchakato wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilishanunuliwa katika awamu ya kwanza ya mradi na vingine vilishafungwa kwenye majengo husika. Pia tumefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo 28 yenye thamani ya shilingi bilioni 9,260,920,978 katika sekta za afya, elimu, barabara na maji. Kati ya miradi hiyo, miradi 12 ya thamani ya shilingi bilioni 3,958,553,938 ilibainika kuwa na dosari, na tumetoa ushauri na marekebisho yamefanyika ipasavyo. Miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja na ucheleweshaji wa kuanza kwa utekelezaji wa baadhi ya miradi, ujenzi usiozingatia michoro sanifu, matumizi ya vifaa vya ujenzi visivyo na ubora, wizi wa vifaa vya ujenzi na ukwepaji wa kodi unaotokana na udanganyifu katika utoaji wa stakabadhi.
Tukielekea kisiwani Pemba kwa habari ya tanzia, mama mmoja mwenye umri wa miaka 53 anajulikana kwa jina la Tatu Muhammad Habibu, mkazi wa Wawi Chake Chake Pemba, amekutwa amefariki dunia katika bonde la mpunga la Msifuni Wawi alipokuwa akijishughulisha na kilimo. Akisimulia namna mama yake alivyomkuta akiwa tayari ameshafariki, mtoto wa marehemu Bishadia Abdallah Juma amesema mbali na kusababishiwa umauti, anadai kuwa mama yake amefanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Nikaona bora nilipenda peke yangu kwanza. Nilipoenda nafika hakuna mtu mmoja huko. Hakuna mtu hata mmoja. Halafu nilipofika kaangalia kuna karudia njia nyingine sasa pengine tumekushana njia. Kwa hiyo mimi nikachukua bodaboda pale nikafika. Kwa nilipofika wananchi washaingia wako tele na kitu nimejiona. Kila kitu kikamie au mwili wa marehemu ulikuwa umeshafunikwa na Samaria mwema. Kwa hiyo tukakaa pale tunaenda tukazidi kupigia simu polisi, pale tukampigia simu DC. Tukamwambia tuambie wa polisi wafike haraka kwa sababu watu washajia kubondeni. Taarifa ya kifo cha mama huyo inathibitishwa na jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba kupitia kwa kamanda wa jeshi hilo Abdalla Hussein Musa. Majira ya saa 7 za mchana huko maeneo ya Wawi Mtia iliyopo katika bonde la Msufini wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, Tatu binti Muhammad Habibu mwenye umri wa miaka 55, yeye ni Mshirazi mkazi wa Wawi, alikutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa hauna nguo. Aidha, marehemu aliondoka siku ya tukio asubuhi majira ya saa 2 za asubuhi kwenda katika bonde hilo la Msufini kwa ajili ya kufua nguo zake pamoja na kuangalia shamba la mpunga, ndipo alikutana na kadhia hiyo. Aidha, kamanda Abdallah amethibitisha kuwa jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba tayari linamshikilia mtu mmoja kwa upelelezi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba kabla ya kufariki dunia marehemu alikuwa amebakwa na mtuhumiwa au watuhumiwa waliohusika na tukio hilo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba limemkamata mtuhumiwa mmoja, linaendelea na mahojiano hayo kwa ajili ya kuhusiana na tukio hilo. Nako kisiwani Unguja, kikosi cha zimamoto na uokozi kimefanikiwa kuopoa mwili wa mtoto Abubakar Haji miaka 10 aliyefariki dunia baada ya kuzama kwenye bwawa la maji maeneo ya Sebleni wilaya ya mjini Unguja. Akisimulia tukio hilo lililotokea majira saa 4 asubuhi ya Mei 25 wakati mtoto huyo akivua samaki katika eneo hilo, Sheha wa Shehia Sebleni Abdurrahman Omari Kasongo ameelezea hatua zilizochukuliwa baada ya tukio hilo. Tushajitayarisha hata kwenda msikitini, napokea taarifa kwamba kuna mtoto amezama kwenye ziwa la Sebleni. Kwa hivyo nikatiza pale na kutoka mbio kuja katika eneo, na kwa bahati nimefika niwakuta wahusika wapo wanaendelea na huduma, kikosi cha zimamoto na uokozi, tukakuta na jamaa wa polisi, kituo cha polisi Ng'ambo. Kwa hivyo tukaendelea na harakati zile, na naona mwili wa marehemu umepatikana na umechukuliwa kukimbizwa hospitali kwa shughuli nyingine taratibu za sheria. Mkuu wa kitengo cha uokozi baharini kikosi cha zimamoto, mrakibu wa zimamoto na uokozi Muhammad Darus Muhammad ameeleza namna walivyofanikiwa kuopoa mwili wa mtoto huyo. Nimepokea taarifa ya kuzama kwa mtoto katika bwawa la Sebleni. Tulichukua jitihada ya muda huo kuelekea hiyo sehemu na kufanikiwa kumwokoa huyo mtoto ambaye anatambulika kwa jina la Abubakar Haji Makame, mkazi wa Kuadimsha, ana umri wa miaka 10. Kweli tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 kulipokelewa mwili wa marehemu, ni mtoto wa miaka 10, mtambulika kwa jina la Abubakar Haji Makame, mkazi wa Kuadimsha. Huyu unasemekana kwamba alizama katika bwawa la Sebleni na ameokolewa na kikosi cha zimamoto na uokozi. Mwili wake tayari umeshafanywa uchunguzi na umeshakabidhiwa kwa ndugu zake kuendelea taratibu za mazishi. Nako mkoani Njombe, mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Yohabu Edward Kilowoko miaka 37 amefariki dunia baada ya kuungua moto kufuatia ajali ya kuteketea moto kwa kibanda cha biashara katika mtaa wa Sekondari, tarafa Makambako, wilayani na mkoa wa Njombe.
Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe, kamishna msaidizi wa polisi Mahmudu Hassan Banga, amesema uchunguzi wa chanzo cha tukio hilo lililotokea majira saa 10 alfajiri ya Mei 26 bado unaendelea. Kumetokea tukio la ajali ya moto ambayo iliunguza kibanda cha biashara cha mbao cha mtu ambaye amefahamika kwa jina la Yohabu Edward Kilowoko, miaka 37. Alifariki ndani ya kibanda hicho akiwa katika hali ya ulinzi wa kibanda hicho ambacho kiko mbele ya nyumba yake. Chanzo cha tukio hili bado inachunguzwa kwa kushirikiana na idara ya zimamoto. Mwili wa marehemu ulionekana ulikuwa umeungua mwili wote mzima, na mwili wa marehemu ulifikishwa katika kituo cha afya Makambako kwa ajili ya taratibu zingine. Aidha, Kamanda Banga amesema jeshi hilo limefanikiwa kumtia nguvuni mtuhumiwa wa tukio la ubakaji lilotokea Mei 22 mwaka huu, ambapo mtoto wa miaka 6 anayesoma shule ya msingi Celestine alifanyiwa ukatili huo. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Danieli Kafililo Done. Huyu ana miaka 39. Katika mahojiano ya awali, mtuhumiwa ni mwenyewe aliyofanya tukio hili, na taratibu za kisheria zitakapokuwa zimekamilika basi atafikishwa mahakamani. Tunaendelea tena kutoa wito kwa wazazi kuhakikisha kwamba watoto wanapokuwa wamekwenda shuleni basi waende kwa makundi, na sisi kama jeshi la polisi tunashukuru kwa ushirikiano ambao wananchi wa mkoa wa Njombe wameutoa katika kuhakikisha kwamba mtuhumiwa huyu anapatikana. Hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa ya jijini Dodoma inatarajia kujenga kituo kikubwa cha kupandikiza figo pamoja na utoaji wa mafunzo kwa madaktari bingwa kwa gharama ya shilingi bilioni 28. Saadi Suleiman anatupasha zaidi. Ujenzi wa kituo hicho ambacho ni ushirikiano kati ya shirika la tiba la Tokushukai, hospitali ya Benjamin Mkapa na chuo kikuu cha Dodoma ni msaada usiokuwa na masharti yoyote, ambapo kituo hicho kinatazamiwa kuwa kikubwa zaidi katika ukanda wa jangwa la Sahara. Na hawa wamekuwa wadau wetu wa muda mrefu nchini Tanzania, ndio walikuwa watu wa kwanza kusapoti swala la dialysis center pale hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na UDOM. Kwa hiyo watatujengea hicho kituo ndani ya hospitali ya Benjamin Mkapa, na vifaa pia tutapata. Pia serikali yetu itasaidia katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba hicho kituo ndani ya miaka 3 kinakamilika na kuanza huduma. Lakini pia kituo hiki kitatoa mafunzo kwa Watanzania, lakini pia kwa Waafrika wengine, na pia tutafanya tafiti ambazo zitasaidia kuzuia au kupunguza magonjwa yanayohusiana na figo. Kitakuwa ni kituo kikubwa kwa eneo la Sub-Saharan Afrika kwa ajili ya tiba ya upandikizaji wa figo. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, Profesa Lugano Kusiluka, amesema kwa sasa UDOM ipo katika mchakato wa kuanzisha programu ya uhandisi wa vifaa tiba ili kupunguza gharama kwa serikali. Tunao wataalamu wachache sana nchini na ni vyuo vichache sana ambavyo vinaendesha programu hizo. Lakini uwekezaji kwenye sekta ya afya ambayo serikali ya Tanzania imefanya ni mkubwa sana. Na kwa kweli vifaa vingi na vya kisasa vimesambaa kila mahali. Na vifaa hivi kwa sasa hivi vikiharibika, nchi inalazimika kuchukua wataalamu kutoka nchi zingine. Tunadhani hii sio sawa kwa nchi ambayo inataka kujitegemea na nchi ambayo inakwenda kwa kasi kama Tanzania. Tulishaleta maombi kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania, na tunajua ombi la vifaa hivyo ambavyo lina gharimu takriban dola milioni 1.5 lilishafika kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Japani. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa leo ilikuwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa jambo hilo. Hatua hiyo ya ujenzi wa kituo cha kupandikiza figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa ni miongoni mwa hati 6 za makubaliano zilizosainiwa hapo jana Jumatatu Mei 26, 2025 kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mashirika ya Japan. Na jumuiya ya wanafunzi na vijana wa Kiislamu Tamsia katika mkoa wa Singida
imewaleta pamoja mabinti wa Kiislamu manispaa ya Singida katika kongamano la siku moja lilolenga kuwakumbusha wajibu wao katika masuala mbalimbali juu ya dini yao na taifa kwa ujumla wake. Fuadi Kasim Watuta ana taarifa kamili. Kongamano hilo lilohudhuriwa na mashekhati mbalimbali na kupambwa na Bi Aisha Ahmed Mansur, afisa ununuzi na ugavi manispaa ya Singida, kama mgeni rasmi katika jukwaa hilo, jukwaa ambalo lilikuwa ni jukwaa huru kwa mabinti wa Kiislamu kuzungumza mambo mbalimbali ya dini yao sambamba na kuelimishana juu ya kuishi katika sheria na mienendo ya dini ya Kiislamu. Elimu ni kila kitu, na hii elimu tunayotakiwa kuitafuta, kuna mwezeshaji mmoja alielezea hapa mwanzoni kwamba tusibezi kwenye elimu moja, tuingie kwenye elimu ya mazingira na elimu nyingine itusaidie. Yule mtu ameshiba elimu ya mazingira na elimu nyingine, anapokuwa anakupa mawaidha, anaingia pande zote mbili, anakuja huko anakuja huko. Ni rahisi sana kumshawishi hata mtu kumvuta upande wako, lakini kama unazo elimu zote na una evidence ya kutosha kumuelezea kile kitu unachotaka kumwambia, tuko pamoja mpaka hapo. Mada mbalimbali zilitolewa katika jukwaa hilo, ikiwemo mada ya maadili, umuhimu wa kujitolea, sanjari na mada ya umuhimu wa umoja na mshikamano, ikichagizwa kuwa ndiyo nguzo imara katika maendeleo ya jamii yoyote ile. Tulikuwa na mada kuu 3. Mada ya kwanza ilihusu leadership training, ambayo ilihusisha namna gani viongozi waandaliwe katika kuja kuwa viongozi wazuri wajao na namna gani ya kuandaa kiongozi. Lakini mada ya pili ilizungumzwa kuhusu ya volunteerism, kwa Kiswahili wanasema kujitolea. Lengo lake kubwa ni kuandaa viongozi hawa wakimaliza namna gani watapata kazi. Sasa kuna changamoto ya ajira. Kwa moja sifa sasa hivi inataka uzoefu. Ili upate uzoefu lazima kuwe na kitu kinaitwa volunteerism, ujitolee katika taasisi mbalimbali ndipo utapata uzoefu. Kama wasemavyo Waswahili kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, wadau mbalimbali wameombwa kuungana pamoja katika kuwalea vijana hawa kimaadili, hasa kwa mabinti wetu hawa waweze kuendeleza ushirikiano wanapokuwa mashuleni, na hata hivyo kuwajenga na hata baada ya kutoka mashuleni na kwenda vioni wawe wana umoja, washirikiane, wajitambue, washikamane, kwa sababu haya ni maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tunawaomba jumuiya zote au taasisi zote tuweze kuungana mkono, tuwasaidie vijana hawa, hasa wazazi wamejisahau, wamewatelekeza hawa vijana, wamekuwa wanajiongoza wao kana kwamba hamna wazazi. Changamoto kubwa inayotusumbua katika malezi ya watoto kubwa kabisa, wazazi hawana ushirikiano na watoto. Wazazi ni wagumu sana na ushirikiano na watoto, na pia watoto wanakuwa mara nyingi hawana ibada sana. Mara nyingi watoto wanakuwa wapelekwe madrasa. Mtoto akipelekwa madrasa anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, pia hata akielekezwa na mwalimu, akielekezwa na mlezi, anakuwa ni mwepesi wa kusikia. Fuadi Kasim, Mahasin TV. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Singida ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.
Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa wa kuangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la haki za binadamu la kimataifa Amnesty International limelituhumu kundi la waasi la M23 kwa uhalifu wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo la haki za binadamu limeituhumu M23 kwa mauaji, utesaji na kuwapelekea raia kadhaa kutoweka kwenye miji miwili inayoshikiliwa na waasi hao. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo siku ya Jumanne Mei 27 ilisema kuwa baina ya mwezi Februari na Aprili mwaka huu, waasi wa M23 waliwakamata, kuwaua na kuwatesa mamia ya raia kwenye miji ya Goma na Bukavu, wakiwatuhumu kwa kuunga mkono wanajeshi wa serikali. Manusura waliohojiwa na shirika hilo walielezea kiwango cha mateso walichokumbana nacho mikononi mwa M23, ingawa walisema hakukuwa na ushahidi wowote wa wao kuungana na jeshi la serikali. Amnesty International imesema ripoti walizokusanya kutoka kwa manusura hao zinaashiria kuwa waasi hao inasemekana wanaunga mkono na Rwanda walitenda makosa yanayolingana na uhalifu wa kivita. Kwingineko, chama tawala nchini Venezuela kimetangaza kujizuilia takriban viti vyote vya ubunge na ugavana kufuatia uchaguzi wa siku ya Jumapili Mei 25. Matokeo ambayo bado hajathibitishwa na tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Amerika ya Kusini CNE yanaonyesha kuwa vuguvugu la Chavismo lililoasisiwa na mtangulizi wa Rais Nicolas Maduro, marehemu Hugo Chavez, limechukua viti 23 kati ya 24 vya ugavana, huku likitoa viti 256 kati ya viti 285 vya ubunge. Miongoni mwa waliotangazwa washindi wa ubunge ni mke wa Rais Maduro, Cilia Flores, na mtoto wao wa kiume Nicolas Maduro Guerra. Muungano mkuu wa upinzani ukiongozwa na Maria Corina uligomea uchaguzi huo, lakini kundi dogo la upinzani likiongozwa na mwanasiasa aliyewahi kuwania urais mara mbili Henrique Capriles liliamua kushiriki, likihoji kuwa ugomeaji wa awali ulimsaidia Maduro kujichimbia madarakani badala ya kumwangusha. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Kansela wa Jerumani Friedrich Merz yupo Finland kuhudhuria mkutano kilele wa viongozi wa mataifa ya Nordic, na miongoni mwa yatakayojadiliwa ni ulinzi wa jumuiya ya NATO. Miongoni mwa mada atakazojadili ni ulinzi wa jumuiya ya NATO kuelekea kitisho cha Urusi pamoja na ushirikiano wa kiuchumi. Tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake nchini Ukraine, kitisho cha usalama kimeendelea kushamiri, hasa kwa taifa la Finland linalopakana na Ukraine. Ripoti za wanajeshi wa Urusi kuwepo karibu na eneo la mpakani kati ya mataifa hayo pia imeendelea kuzidisha kitisho hicho cha usalama. Finland na Sweden walijiunga na jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO kufuatia Urusi kuanzisha uvamizi wake wa kijeshi nchini Ukraine. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. TAKUKURU mkoa wa Mara yaokoa zaidi ya shilingi milioni 49 zilizotakiwa kulipwa fidia kwa makaburi hewa 123 kata Nyantwari wilayani Bunda. Zaidi ya shilingi bilioni 28 kujenga kituo cha upandikizaji figo katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Katika habari za kimataifa, Amnesty International yaituhumu M23 kwa uhalifu wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah kwa majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuri amili kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.